Ndiyo, wanatakiwa umtii Mungu Roho Mtakatifu. Tunasoma katika Wafilipi 4:8, neno la Mungu linasema kuwa hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Kwa nini anatuambia juu ya haya mambo? Ni mambo ambayo Roho Mtakatifu hatakuambia. Roho Mtakatifu hatakuja shetani hata kuja siku moja kuambie kweli ya Mungu, hatakuja kukuambia haki ya Mungu, hatakuja. Shetani hatakuja siku zote kukuambia mambo yaliyo safi ya Mungu, hatakuja kukuambia mambo yenye kumpendeza Mungu, yenye kuleta sifa njema mbele za Mungu, yenye kuwa ambayo ni wema mbele za Mungu. Shetani hatakuja. Ni Roho Mtakatifu, ndio maana anaambiwa umtii. Yatafakari hayo. Kwa nini? Ni Roho Mtakatifu atakuwa anakuambia. Shetani hatakuja akwambie funga uombe kwa ajili ya fulani, hatakuja. Shetani hatakujaga akwambie omba hata kama umechoka, omba, hatakujaga. Atakayekwambia ni Roho Mtakatifu. Ndio maana inakubidi umtii. Tuendelee. Tuone mambo mengine ambayo unatakiwa uendelee kuzingatia unapokuwa unatembea na Mungu. Jambo la 7, inakupasa usome Biblia kila siku. Zaburi ya 119 mstari wa 11 inasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Kumbe utakapozidi kusoma neno la Mungu, utakapozidi kulisoma tu kulisema nimesoma na nimekariri vifungu, no, kulisoma na kulitafakari, ambapo ndipo linapata nafasi ya kukaa kwenye moyo wako. Basi dhambi itakapokuja, Mungu hunena kupitia lile neno lake, na haneni tu, anatoa na nguvu katika neno lake ya wewe kushinda katika dhambi ambayo itakuwa imeletwa kukunyemelea. Umeona? Sio dhambi tu, mpaka majaribu ambayo atakuwa ameleta ibilisi na shetani. Majaribu ya ibilisi na shetani naweza nikaita ni mtego wa kuangukia katika dhambi, wakati majaribu analeta Mungu naweza nikasema ni kipimo cha kukuingiza katika level nyingine. Okay. Jambo jingine unalotakiwa kuzingatia unapotembea na Mungu ni utafute nyumba ya kiroho. Sasa wewe ambaye unanisikiliza hapa mpaka kufuata mafundisho haya, manake una nyumba ya kiroho ya kuabudia. Hongera kwa hilo. Kuna mwingine unakuta anaokokea katika mazingira ambayo ni ya kushuhudiwa kwa njia ya ndoto. Umeona? Unakuta ameambiwa okoka kwenye ndoto, lakini anashindwa sasa niende wapi. Huenda hata siwajui wa Kristo wanaokoka, wanakubaliana na wokovu. Umeona? Kwa hiyo unatakiwa utafute nyumba ya kiroho. Yohana 8:36 neno la Mungu linasema kuwa basi mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Katika nyumba ya kiroho ambapo naweza nikatumia jina la madhabahu utakapoenda kuabudia, ambayo hiyo inatakiwa katika misingi ya wokovu, pale utaendelea kuwekwa huru. Utaendelea kuwekwa huru kwa kupitia ukombozi utakaofanyika katika ibada utakazokuwa unaenda. Unaweza ukasema hii ibada siendi, nitaenda ile. Hujui kama hii ndio Mungu alikuwa ameweka appointment ya kukutana na wewe. Mungu ndio alikuwa ameweka kwamba leo nitakutana na binti yangu. Na Mungu anajua kabisa ameshakupa uwezo wa kufika kwenye ibada, lakini ukairisha. Leo nakutana na mwanangu, nakutana na kijana wangu. Basi hapo unakuwa umepishana na wokovu wako. Kwa sababu ibada ni nini? Ibada ni mwaliko wa Mungu kwa binti zake na vijana wake wa ufalme wa mbinguni hapa duniani, ili aende akawakabidhishe na kuwapa zawadi vile alivyokusudia kwa siku hiyo. Kwa usipuuze ibada katika hiyo nyumba ya kiroho. Pia jambo la kuzingatia unapoendelea kutembea na Mungu jingine ni ujitoe kwa kazi ya Bwana Mungu. Jitoe kwa kazi ya Bwana Mungu. Huenda una ndoto zako, una plani zako, una future umeweka, unataka upambane uitimize. Lakini nikuhakikishie baada ya kuokoka
inatakiwa uibebe future ya Yesu Kristo aliyoiona mpaka akaja hapa duniani ya kukomboe. Ni ipi? Ni ipi? Ndio maana neno lake nasema asiyekubali kuacha vyote na kunifuata mimi hafai kuwa mwanafunzi wangu. Kuna muda katika kumfuata Kristo Yesu utakuta hata hatima yako na mipango yako ile ambayo ulikuwa nayo inaharibika. Usihofu kuhusiana na hilo, kwa sababu uliyatoa maisha yako kwa Yesu Kristo na inakupasa ujitoe kwa kazi yake. Si kana kwamba unamsaidia, ila ni yeye amekusaidia, kwa sababu utakapoendelea hata na future yako hiyo na mipango yako hiyo, pasipo yeye mbinguni huwezi ukaingia. Na uzuri, Yesu ametupa neema, anakusaidia kuishi hapa duniani. Ndio maana alisema tusiogope wala tusihofu tutakula nini, tutavaa nini. Tutakaposimama kwenye kutafuta ufalme wake mbinguni na haki yake yote, yani haki, yani yale anasema ile neno kwamba hujanifanyia haki, yani ukimfanyia Mungu haki na kutafuta ufalme wake wa mbinguni, basi hayo mengine yote atakukabidhisha. Wapo watu wengi wana pesa, hawana amani, wana pesa lakini wana furaha, inaonekana furaha ya kidunia, lakini ile siku ya mwisho hawatakuwa na furaha kamwe, watakuwa mautini milele. Jitoe kwa kazi ya Bwana. Jambo la 10 ni kwamba anatakiwa uhudumu ndani ya kanisa. Umo kanisani, kuna kile ambacho kikiona unasema huenda hiki hapa kilitakiwa kifanyike hivi. Hiyo unavyoiona hivyo, ujue Mungu anakuambia wewe inatakiwa uingie hapa, uongeze nguvu katika hiki. Hudumu ndani ya kanisa. Waefeso 4:11 mpaka 13, neno la Mungu linasema kuwa naye alitoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii na wengine kuwa wainjilisti na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya Mungu ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Umeona hapa? Sasa wewe usipojihusisha kuhudumu ndani ya kanisa, yani kuwahudumia watakatifu wenzako waliokoka katika kile ambacho Mungu amekukabidhi, amekuwekea ndani yako, utakuwa unachelewesha ukamilifu wa watu. Ndio sisi tu watakatifu, tumepewa zawadi ya utakatifu, lakini tunautafuta ukamilifu. Na hapa ndipo lile neno la kidunia linalosema hamna mwanadamu aliyekamilika halitakiwi kusikia katika kinywa chetu sisi tuliokoka. Kwa nini? Kwa sababu Yesu imemgharimu awafanye wengine kuwa mitume, wengine manabii, wengine wainjilisti, wengine wachungaji na wengine walimu, ili kukamilisha wewe. Sasa utakapokuwa unapigia debe amna aliyekamilika, Yesu atakuwa anahuzunika sana, kwa sababu ataona haumjui kwamba yeye ameleta ukamilifu kwa watu hapa duniani. Na kuhakikishia wapo watu waliokamilika, wapo wale waliomkubali Yesu, wapo waliokamilika. Na inakubidi na wewe kama unataka mbingu, inabidi uwe mtu mkamilifu. Hata utakapotenda dhambi au utakapokosea kuanguka katika namna ya mwili, sema kwamba ndio nimekosea, nimeanguka hivi katika hii dhambi, lakini si malengo yangu kuishi katika dhambi. Malengo yangu ni kuwa mtu aliyekamilika, perfect person, mtu aliyekamilika. Sio sifa kujivunia kutokukamilika kwa sisi tuliokoka, kwa sababu sisi tunatakiwa tukamilike. Ambaye hatakuwa mkamilifu hataingia mbinguni, kwa sababu Kristo naye ni mkamilifu. Imetupasa tuwe kama Kristo Yesu ili tuwe kamilifu. Na ukamilifu unakujaje? Mungu amemimina huduma ili watakatifu wahudumiwe, wakamilike, wakamilishwe. Sasa jambo la 11 na la mwisho ambalo unatakiwa kulizingatia unapotembea na Mungu, inatakiwa uambie wengine habari za Yesu Kristo. Hapa haina ya mchungaji, haina ya mtume, wala haina kwamba ni issue ya mwalimu, ni ya mchungaji au ya mwinjilisti kuambia wengine. Kuna majukumu yale ambayo mtu anakuwa amepewa special, na kuna majukumu ya jumla. Jukumu la kuhubiri injili ni la kila mmoja. Ambaye hawezi akahubiri injili labda ni yule ambaye ameokoka alafu hana mdomo au ni bubu. Hata bubu atahubiri kwa kuandika, ni bubu kabisa. Yani kama wewe ni bubu, hata ukiwa nyumbani kwako hauwezi kuomba maji ya kunywa, basi usubiri injili. Ile unasema huwezi kuongea mbele za watu,
Mbele za watu ni kama kuongea unavyoenda dukani kununua kitu. Sasa je, hauwezi ukaongea mbele za watu? Kwa hiyo inakubidi ubiri injili, ndugu yangu, unapotembea na Mungu. Ubiri injili, watu waokoke. Sio injili za kidini huko. Tunaambiwa tu Mungu ni mwema, Mungu ni mwema. Ndio, Mungu ni mwema, hana shida. Sisi ndio tuna shida. Ubiri watu waokoke. Asije ukasema kila mtu ana maisha yake. Yesu angesema kila mtu ana maisha yake akakuacha wewe, leo ungeangamia. Ubiri injili. Tuone jambo jingine. Hapo tunamaliza miki kipengele cha kukulia wokovu. Kuna vitu natakiwa vikumbuke katika maisha yako, yani viweke katika moyo wako, ndio lugha nyingine. Inakupasa ukumbuke ya kwamba Mungu anakupenda, yuko ili akusaidia, akuokoe hata utakapopitia katika magumu. Utakapokuwa unaishi katika maisha ya wokovu, atakapokupitisha katika njia ngumu, jua anakupenda. Siongelee zile njia ngumu za kujitakia, za kumpa shetani nafasi. Naongelea zipo njia ngumu atakupitisha ili akuimarishe. Tunaelewana? Naongelea hizo. Kwa hiyo tambua kwamba Mungu anakupenda, Mungu anaishi ndani yako. Haiko mbali, uko karibu zaidi ya vile ambavyo unafikiria wewe, zaidi ya ukaribu wa wewe na ngozi yako. Yuko ndani yako. Ndio maana epuka hata kuwaza yale mawazo yaliyo mabaya, kwa sababu Mungu utakapowaza atakuwa anakuona tu, anaona wazo linapita hivi. Wazo la akilini katika ulimwengu wa damu na nyama, katika ulimwengu wa roho, ni sauti kubwa inayopiga makelele. Kwa usiruhusu hata dhambi za mawazo. Pia kumbuka kwamba Mungu yupo ili akusaidie, sio akuangamize. Na jambo lolote atakalokuambia Mungu Roho Mtakatifu ulifanye, jamani, lifanye. Kwa nini Roho Mtakatifu atakuambia iba? Roho Mtakatifu hata katika kitabu kile cha Injili ya Yohana sura 16, Yesu anatuambia atakapokuja huyo msaidizi atanena yale yatokayo kwangu, kwa kuwa yote aliyonipa Baba ninayo mimi, hata nena lolote kwa shauri lake. Kwa hiyo utakalo liona limenenwa Roho Mtakatifu ni la Mungu, kwa sababu naye Mungu ni yuko amejiweka katika nafsi tatu: Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ishi na Roho Mtakatifu, ujue ni Mungu sawa na Yesu Kristo na Baba. Jambo lingine, kumbuka kwamba inakupasa uongee na Mungu mara kwa mara kwenye maombi. Ongea naye. Jambo jingine, natakiwa usome Biblia, utafakari Biblia, uliishi neno la Mungu na ulihubiri siku zote neno la Mungu. Na jambo jingine natakiwa likumbuke ni inakupasa uambie au uwashuhudie wenzako habari za Yesu Kristo. Hilo ni la muhimu, na hapo ndipo palipo na taji yako ile siku utakapoenda mbinguni kwa unyakuo, au utakapoenda mbinguni kwa ile umekamilisha kazi yako kabla Yesu hajarudi. Ikitokea utakuta una unyakuo, sawa, zipo taji zitatolewa, na kila kazi ya kila mtu itapimwa kwa moto. Itapimwa kwa moto. Kama kazi yako ni kama karatasi, ikiwekwa tu pale itakuwa ni moshi. Kama ni mbao, itakuwa ni kama ni moshi tu inageuka. Lakini kazi yako ikiwa na thamani, ulifanya kazi kweli, itakuwa ni kama dhahabu, ikiwekwa pale inazidi kung'aa. Unapewa taji kubwa. Na jambo lingine unatakiwa kulikumbuka ni kwamba inakupasa uabudu mara kwa mara na wenzako waliokoka. Embu ungana na wenzako, familia ya Mungu, katika ibada. Sawa? Na jambo hili nataka nikwambie, kwa kuungana na wenzako usipuuze ibada za peke yako, kwa sababu wokovu ni wewe na Yesu Kristo aliyekuokoa. Usiseme kwamba mimi nakuja kwa sababu nawasiliana na Yesu nitakuja ibadani. Pale ni ibada ya ushirika pamoja. Japo Yesu atasema na wewe, lakini Yesu anahitaji ibada na wewe. Hapo umeelewa? Kwa hiyo inakubidi ufanye hivyo. Kumbuka hayo, uyaishi hayo na uyashike. Na kwa kufanya hivyo, safari yako ya kukua katika wokovu itazidi kuwa njema na yenye matunda ya Mungu ndani yake. Na kwa kufikia hapo, ubarikiwe kwa kukamilika kujifunza kukulia wokovu, mwanzo wa maisha mapya na kukulia wokovu. Na tutafuata kuhusiana na ubatizo wa maji mengi.
Karibu.